Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, mimi ni Samuel Chem, karibu. Na awali ya yote tuangazie muktasari wa taarifa zetu kwa siku ya leo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali itawalinda Watanzania kwa nguvu kubwa na kwamba hakuna nafasi tena ya kuvunjika kwa amani ya nchi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kwimba kuvunja mkataba wa ujenzi wa kituo cha mabasi kutokana na mkandarasi wa kampuni ya Lucas Construction Company Limited kwa kushindwa kutekeleza mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 3.8. Kimataifa, Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto ametangaza hatua kubwa katika sekta ya afya nchini kwa kuanzisha kituo cha taifa cha kuratibu magari ya wagonjwa kitakachoanza rasmi tarehe 1 ya mwezi ujao. Tuanzie makao makuu ya nchi huko mkoani Dodoma, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itawalinda Watanzania kwa nguvu kubwa na kwamba hakuna nafasi tena ya kuvunjika kwa amani ya nchi, akiwataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku. Akisoma taarifa ya kuahirisha bunge mjini Dodoma, Waziri Mkuu amesema Tanzania inalindwa kwa nguvu kubwa na serikali iko tayari kulinda watoto wa Kitanzania, huku akitoa onyo kwa wale wanaotaka kuwatumia kwa maslahi yao binafsi kuacha mara moja. Amesema maelekezo yaliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi yatasimamiwa kikamilifu na serikali na kuagiza wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kusimamia maelekezo hayo kuhusu kulinda wananchi dhidi ya matishio ya kiusalama. Swala la usalama, amani na utulivu. Mheshimiwa Spika, uwepo wa amani umeendelea kuwa msingi muhimu wa shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Haya yote tuliyoyapanga kwenye dira, haya yote tuliyoyapanga kwenye mipango ya maendeleo ya miaka mitano na ile ya mwaka mmoja, yale yote tuliyoyapanga kwenye ilani ya uchaguzi na yale yote ambayo tumeyapitisha kwenye bajeti itakayoanza Julai mosi, Mheshimiwa Spika, hayawezi kuwa na manufaa kwa Watanzania wala hayawezi kutekelezeka pasipo amani, usalama na utulivu ndani ya nchi yetu. Hivyo basi, uwepo wa amani umeendelea kuwa msingi muhimu wa shughuli zote za kiuchumi, kijamii na kisiasa, na hivyo kuifanya nchi yetu kuendelea kuvutia uwekezaji na kuimarisha ustawi wa wananchi wa Tanzania. Watanzania tunao wajibu wa kutunza hali hii bila kujali tofauti zetu za kidini, kisiasa au kikabila. Nitoe rai kwa kila mmoja wetu kuhakikisha kuwa analinda na kuitunza tunu hii ya amani na utulivu wa nchi yetu. Na wasisitizia Watanzania wenzangu wote, tuendelee kulinda amani tuliyoirithi kutoka kwa wazee wetu, waasisi wa taifa letu, huku tukizingatia sheria, kuheshimu haki za wengine, kujiepusha na vitendo vinavyoweza kusababisha migawanyiko ndani ya nchi yetu. Mapema bungeni mjini Dodoma, Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amemwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara
ili kuruhusu vyombo vya usalama kushughulikia vitisho vya uvunjifu wa amani vinavyotolewa nchini. Aidha, ameagiza kufungwa kwa baadhi ya sehemu za starehe zenye viashiria vya uvunjifu wa amani pamoja na maeneo mengine yanayohusika ili kudhibiti matishio hayo. Namwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Katambi pia ameagiza kila mgeni anayelala katika nyumba za kulala wageni kuandikishwa kwenye daftari la wageni kwa kutumia kitambulisho cha NIDA. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kwimba kuvunja mkataba wa ujenzi wa kituo cha mabasi kutokana na mkandarasi wa kampuni ya Lucas Construction Company Limited kwa kushindwa kutekeleza mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 3.8. Mheshimiwa Mtanda ametoa agizo hilo katika ujenzi wa kituo hicho Hungumalwa baada ya kubaini mkandarasi huyo kukosa sifa, kwani tangu mwezi Februari hajaanza ujenzi, pamoja na kwamba mkataba wake unaisha mwakani mwezi wa pili. Baada ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kubaini kuwa mkandarasi huyo ameshindwa kuwasilisha dhamana ya uhai na uwezo wa kampuni hiyo, ametoa onyo kwa wakandarasi mkoani humo kuacha mara moja kuchelewesha juhudi za serikali za kuwaletea maendeleo wananchi. Yaani tuseme kwamba Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huu mradi wananchi wameusubiri kwa hamu sana. Na bahati nzuri Mheshimiwa diwani alihojiwa kwenye kikao cha ODC. Akadai kwamba mkandarasi ameshakuja, hela zipo tayari. Sasa hata sisi huku chini ndio tusumbua kujibu maswali kwamba mbona huyu mkandarasi ameweka banda tu alafu kazi haiendi. Mimi naona Mheshimiwa mkuu wa mkoa tusaidie ili ulisimamie. Inawezekana ikawa story baadaye hata mradi, ndio maana hela zimerudi kwa sababu ya story zimekuwa nyingi. Naomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa ujaribu kulisimamia ili tuweze kupata stendi ya amana. Mimi nauliza swali. Mama Samia amesema hela zipo. Leteni garanti ya benki, huyo mkandarasi wenu tumpe nini? Ambaye kateua mkandarasi hana uwezo, Mama Samia ama nyinyi watu wa Kwimba? Kwa hiyo tatizo liko kwenu, tatizo sio la serikali. Tatizo ni nyinyi halmashauri ya Kwimba, kwa sababu mmeletewa fedha, mmeambiwa tafuteni mkandarasi, nyewe mlimtafuta asiye na uwezo, mnataka rais alete pesa kwa mtu ambaye hana uwezo. Pesa zipo, mwaka unaenda kuisha, mmeshindwa hapa kwa sababu mkandarasi anaambiwa lete benki guarantee. Inaonyesha kwamba wewe mradi wa bilioni 3.8 hata ikitokea na shortage tunaweza kukutafuta tukaangalia pesa yako. Kama ameshindwa kuwashawishi benki kwamba nipeni guarantee na fedha zitakazokuwa nalipwa zitaingia kwenye akaunti yenu, maana yake huyu mkandarasi atatusumbua baadaye. Na wapo wakandarasi wengi tu hata wako hapa Mwanza, wako maeneo tofauti ambao wanaweza kupewa kazi, na akasema, na mwingine anakuambia niko tayari kuanza halafu nitalipwa baadaye. Hahitaji hata benki guarantee, ana vifaa, anaweza kuanza. Kwa hiyo ninaielekeza hii halmashauri kufanya mchakato wote wa kisheria ili kuvunja huu mkataba na bila kuisababishia hasara serikali, ili tutangaze upya, tupate mtu sahihi. Na sasa huwa napata maswali mengi. Nyie mlimteuaje huyu mkandarasi ambaye hana hata uwezo, hata uwezo wa kifedha hana? Anapatikanaje? Mwanasheria, mlifanya betting? Maana siku hizi vijana wana beti kwenye mpira. Inawezekana na nyinyi watumishi mnafanya betting katika kuwapata wakandarasi. Sasa mimi sihitaji hayo maelezo yako, ili mradi wewe ndio umenihakikishia kwamba mkandarasi huyu uwezo wake mdogo, na kwa kuwa wewe ndio mwanasheria wa halmashauri,
fuata procedure chini ya ushauri elekezi wa rasi, chini ya ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali, ili serikali ifuate taratibu zote. Maana iko changamoto, hao nawaambia hivi wanaenda kupindisha ili baadaye ionekane utaratibu au kufanya nini au kufuatwa. Sijui umeelewa vizuri, maana hawa na wenyewe ni wasanii. Umeelewa bana? Wanaenda wanaacha baadhi ya vipengele. Sasa taratibu wakishazifuata rasi, chukua yale makaratasi, tuite mwanasheria mkuu wa serikali, maana tunaye pale mkoani, tuangalie requirements zote za uvunjaji wa mkataba zimefuatwa. Sasa tuna go ahead, halmashauri na terminate na huyu jamaa, ili watangaze upya, apatikane mkandarasi anayeweza kuwafaa wananchi wa Hungumarwa kupata stendi kubwa ya kisasa ya bilioni 3.8. Tumeelewana? Wakala wa nishati vijijini REA kwa kushirikiana na mkandarasi shirika la uzalishaji mali JKT Suma JKT kwa mara ya kwanza wamewasha umeme katika kitongoji cha Lumbila katika halmashauri ya wilaya ya Ludewa, ambapo eneo hilo lilikuwa halijapewa umeme tangu Tanzania ipate uhuru wake Disemba 9 mwaka 1961. Akiongoza hafla hiyo ya kuwasha umeme kwa mara ya kwanza, mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini REB, bodi inayosimamia REA, Mheshimiwa Balozi na Meja Jenerali mstaafu Jacob Okingu, amesema utekelezaji wa mradi huo ni ushahidi wa dhamira ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha huduma ya umeme inawafikia Watanzania wote bila kujali umbali na changamoto za kijiografia. Mzee Mwamgunda amesema miaka 61 alikuwa hajawahi kuuona umeme huko. Sasa ameuona, ameushuhudia. Ni jambo la kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anawezesha wizara yetu ya nishati, anavyowezesha wakala wa nishati vijijini katika kutekeleza majukumu yake. Na sisi bodi ya nishati vijijini tunafurahi, tunafarijika kuona utekelezaji huu unaofanywa na wakala wa nishati vijijini kupitia wakandarasi ambao wanawapa kazi. Na kipekee tunampongeza mkandarasi Suma JKT Electrical Company, jinsi ambavyo wamefanya kazi. Tumetoka kule Matema kule, tumeboard ile boti, tumepita njiani mle kwenye maji, watu wa Mabatini, watu wa Lumbila, fedha nyingi zimetumika kuufikisha umeme hapa. Yameelezwa mengi, lazima tuutunze miundombinu hii, lazima muitunze. Eneo hilo halijawahi kupata umeme kwa zaidi ya miaka 60 tangu Tanzania ipate uhuru wake mwaka 1961. Hafla hiyo ya kuwasha umeme kwa mara ya kwanza katika kitongoji cha Lumbila imefanyika katika kanisa Katoliki la kitongoji cha Lumbila, hatua iliyopokelewa kwa furaha kubwa na wananchi wa eneo hilo. Awali, kabla ya kumkaribisha mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini REB, Mheshimiwa Balozi na Meja Jenerali mstaafu Jacob Okingu, Mhandisi Thomas Mbaga ambaye alimwakilisha mkurugenzi wa umeme vijijini amesema mradi wa kusambaza umeme kwenye vitongoji vya mwambao wa Ziwa Nyasa umetumia gharama ya shilingi bilioni 3.124 na kuongeza kuwa hadi sasa mradi umefikia asilimia 67, ambapo vitongoji vitatu kati ya 6 vya mwambao wa Ziwa Nyasa vimeshawashiwa umeme. Mhandisi Mbaga ameeleza kuwa mradi unahusisha ujenzi wa kilomita 36.6 za njia za msongo wa kati
na kilomita 15.1 na kilomita 15.1 za msongo mdogo. Naye mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Suma JKT Company Limited, Meja James Simon Mwame, amesema utekelezaji wa mradi huo ulikuwa na changamoto kubwa kutokana na mazingira. Na katika mradi huu itanufaisha jumla ya wateja wa umeme wa njia moja wateja 151 na umeme wa njia tatu wateja 9. Na gharama za mradi huu ni shilingi bilioni 3.124 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji hivyo 6. Mpaka sasa hivi mradi huu umefikia asilimia 67.7 na mkandarasi yuko site, na mpaka sasa hivi tumeweza kuwasha umeme katika vitongoji 3. Kwa hiyo tumebakiwa na vitongoji vingine 3. Haikuwa kazi rahisi kufikisha umeme kwenye maeneo haya. Kama tunavyojua, maeneo haya ni maeneo ambayo yapo kwenye mwambao wa Ziwa Nyasa. Usambazaji wa matirio yake, usafirishaji wa matirio yake si rahisi. Vyombo ambavyo tulikuwa tunatumia kusambaza nguzo, waya ni boti hizi za kawaida. Kwa hiyo tulikuwa tukifunga nguzo kwenye maji, boti zikiwa zikivuta zile nguzo zikiwa kipindi zinaelea. Alikadhalika waya zile za mkubwa za umeme tulifanya design special ya kupunguza drum kutoka zenye uwezo wa kilomita 6 mpaka kilomita 4, tukatengeneza drum special zenye kilomita 1 ili ziweze kuingia ndani ya boti. Umeme umekuwa ni fursa kubwa sana. Fursa kubwa kwa maana ya kwamba mazao ya uvuvi yote kabla hapo yalikuwa yanachakatwa kwa njia za asili, kwa maana ilikuwa ni kuanika either kwenye jua ama kwenye moshi. Sasa pale inamnyima fursa mlaji kuchagua ni nini atumie kwa siku hiyo. Lakini kwa umeme ukifika, samaki maana ataweza kutunzwa kwa muda mrefu, kwa maana kwamba ataweza kutengeneza barafu. Samaki huyo ataweza kusafirishwa kutoka hapa kwenda sehemu husika kama wanaofanya wenzetu kule Mwanza. Umeme Rumbila kufika awamu hii kwenye msimu maalumu kabisa wa Kombe la Dunia, mechi zilikuwa zikiendelea, hatukuweza kuzishuhudia kwa sababu hatukuwa na umeme wa kuweza kutazama hizo mechi. Na kwa sasa tuna imani tunaweza kutazama mechi zote za Kombe la Dunia kutoka saa 2 hadi kuna kucha, tunakesha kwenye TV. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amepongeza halmashauri ya wilaya ya Magu kwa kupata hati inayoridhisha ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa miaka 4 mfululizo. Amesema kutokana na uongozi bora, halmashauri hiyo imekuwa ikizalisha hoja chache za ukaguzi, huku nyingi zikiwa zimejibiwa na nyingine zikiendelea kufanyiwa kazi. Mtanda ametoa kauli hiyo Juni 25, 2026 alipokuwa akizungumza katika mkutano maalum wa baraza la madiwani wa kujadili hoja za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa halmashauri ya wilaya ya Magu. Pamoja na mambo mengine, amesisitiza ni muhimu baraza la madiwani kufahamu madeni yote ya wazabuni na watumishi ili kuweka mpango wa kuyapunguza hatua kwa hatua katika miaka ijayo. Kwa miaka 4 halmashauri yenu imepata hati inayoridhisha. Nyinyi ndio wasimamizi, kwa kushirikiana na management tunawapongezeni. Lakini mgema akisifiwa pombe mara zote ulitia maji. Sasa hiyo unanielewa. Kwa hiyo ninawapongezeni kwa sababu hoja mlizonazo za miaka iliyopita ni 30, sio nyingi, lakini zijibiwe zote, zifungwe zote. Za mwaka huu 37 na nyingi mmezijibu. Kwa hiyo nyinyi tukizungumzia, tumekwenda kwenye baraza la hoja. Kwanza halmashauri haizalishi hoja nyingi, lakini hoja nyingi zimejibiwa. Chache zinaendelea kwenye utekelezaji. Kwa hiyo hayo ndio tunayokusudia tuyasikie kila tunapoenda. Aidha, amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Mohamed Ramazan kuendelea kuimarisha ushirikiano na wataalamu wake bila ubaguzi. Ametoa mfano kwamba mweka hazina anapaswa kutekeleza maagizo anayopewa na mkurugenzi bila kupendelea makundi ya watumishi walio karibu naye.
Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Magu, mhandisi Edward Kihamba, amesema ameyapokea maelekezo hayo na kuahidi kuyatekeleza, huku akiwataka madiwani na wakuu wa idara kushirikiana kukamilisha miradi kama ilivyotekelezwa. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazali, Inland TV. Halmashauri ya wilaya ya Mbeya imekabidhiwa magari mapya aina ya Land Cruiser Hardtop yenye milango mitano ambayo yana uwezo wa kubeba watu 10 kwa ajili ya matumizi ya usimamizi wa shughuli za miradi ya maendeleo katika division ya kilimo, mifugo na uvuvi pamoja na division ya mipango na uratibu. Magari hayo mawili yamenunuliwa kwa fedha kutoka serikali kuu pamoja na fedha za ndani zilizokusanywa na halmashauri kupitia vyanzo vyake mbalimbali kwa ajili ya kuongeza ufanisi katika utendaji wa watumishi, hasa usimamizi na ufuatiliaji wa miradi muhimu inayotekelezwa na serikali. Akizindua magari hayo mawili leo, mkuu wa wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Solomon Itunda amemshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha fedha za kununulia magari hayo. Pia amepongeza halmashauri ya wilaya ya Mbeya chini ya mkurugenzi mtendaji Bi Elika Yegela kwa kuongeza fedha za ndani ili kununua magari hayo ambayo yanakwenda kuboresha mazingira ya watumishi wa halmashauri, hasa division ya kilimo na division ya mipango kupitia ununuzi wa vyombo hivyo vya usafiri vitakavyotumiwa na wataalam kusimamia shughuli za maendeleo. Jana kwenye baraza la madiwani nimesema na narudia tena kusema, tumevunja rekodi kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato. Na nyinyi mnafahamu ili mambo yaweze kwenda lazima tukusanye. Lakini kana kwamba haitoshi, mkurugenzi, ulinieleza kwamba pamoja na fedha tulizoletewa na serikali kuu kuna kidogo tuliweza kuongeza kwa sababu tulikusanya kwa wingi. Tumeweza leo kununua haya magari mawili kwa ajili ya division ya kilimo pamoja na uratibu na mipango. Naomba nitumie nafasi hii tena kwa niaba ya serikali ya wilaya kuongeza mwenyekiti, kuongeza mkurugenzi pamoja na timu yako kwa kazi nzuri mnayoendelea kufanya katika halmashauri yetu ya Mbeya. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Aida Haule amesisitiza umuhimu wa kuyatunza vizuri magari hayo mapya kwa kuyatumia katika shughuli zinazokusudiwa ili yaweze kudumu kwa muda mrefu na kuleta matokeo yaliyokusudiwa, ikiwa kuwafikia wananchi pasina usumbufu kwa ajili ya kuwapatia huduma muhimu kupitia usimamizi wa shughuli za miradi ya maendeleo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Bi Elika Yegela amemshukuru mkuu wa wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Solomon Itunda kwa kuendesha zoezi la uzinduzi wa magari hayo ambayo yameweza kununuliwa katika kipindi kifupi kutokana na fedha za serikali kuu pamoja na mapato ya ndani ili kuboresha zaidi utendaji na kusogeza huduma karibu na wananchi kupitia division ya kilimo na uvuvi pamoja na division ya mipango na uvuvi. Nikiripoti habari Naam, kwa hivi sasa tuelekee kule nchini Kenya ambapo Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto ametangaza hatua kubwa katika sekta ya afya nchini kwa kuanzisha kituo cha taifa cha kuratibu magari ya wagonjwa kitakachoanza rasmi tarehe 1 ya mwezi ujao mwaka huu. Akizungumza katika hafla rasmi, Rais Ruto amesema kituo hicho kitaifanya Kenya kuwa nchi ya pili barani Afrika kuwa na mfumo wa kitaifa wa kuratibu huduma za dharura. So pleased to announce that Kenya will launch its first National Ambulance Dispatch Center, becoming only the second African country to establish a nationally coordinated ambulance dispatch system. The center, which is scheduled to be launched at the end of July, this is next month, will be integrated into our digital health infrastructure, empowered by the Digital Health Agency, enabling faster coordination, real-time deployment, and more efficient emergency response across the country. Once fully operational,
It is expected to coordinate approximately 100,000 emergency evacuations. Aidha, Ruto amebainisha kuwa mara kitakapoanza kufanya kazi kikamilifu, kituo hicho kinatarajiwa kuratibu magari takriban 100 kila mwaka kwa ajili ya kuokoa wagonjwa na majeruhi. Hatua hiyo inalenga kuondoa kero ya gharama kubwa za magari ya wagonjwa binafsi ambayo mara nyingi imekuwa kizuizi kwa familia nyingi kupata msaada wa haraka wakati wa dharura. Kituo hicho kinatarajiwa kuzinduliwa mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu. Na kwa sasa tuelekee kule nchini Burundi, ambapo nchi ya Burundi inatajwa kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani pamoja na kongamano la 3 la kimataifa la tume ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Kakama kuanzia Julai 5 hadi 7 mjini Bujumbura. Mkutano huo utawaleta pamoja wajumbe kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zikiwemo Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, DRC, Sudani Kusini na Somalia, pamoja na mashirika ya kimataifa, wanadiplomasia, wasomi na wadau wa sekta binafsi. Waandaaji wamesema kongamano hilo litakuwa jukwaa muhimu la kuimarisha nafasi ya Kiswahili kimataifa pamoja na kukuza matumaini yake katika teknolojia na maendeleo ya kidigitali. Kutoka nchini Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias ana taarifa zaidi. Maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yanatarajiwa kuwakutanisha washiriki kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki na maeneo mengine duniani kwa lengo la kuendeleza na kuimarisha matumizi ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano na mshikamano wa kikanda. Miongoni mwa nchi zitakazoshiriki kwa mara ya kwanza ni Somalia, hatua inayotajwa kwa muhimu katika kuonyesha kuongezeka kwa ushawishi wa Kiswahili katika eneo la pembe ya Afrika na kuimarisha uhusiano wa kitamaduni na kielimu. Maadhimisho haya yatafanyika mjini Bujumbura nchini Burundi kuanzia Julai 5 hadi 7 mwaka huu, yakihusisha mijadala, maonyesho ya utamaduni pamoja na shughuli mbalimbali zinazolenga kukuza na kuhifadhi lugha ya Kiswahili. Mjumbe wa kamati ya chama cha Kiswahili nchini Burundi cha kitabu, Dr. Levis amesema kuwa hiyo ni hatua muhimu kwa Burundi, ikidhihirisha kuimarika kwa usalama katika taifa hilo lililopo ukanda wa Afrika Mashariki. Tunatarajia kuwa na wanachama kutoka nchi mbalimbali zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa pamoja na Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudani ya Kusini, Somalia, lakini pia hata Kongo watakuwepo. Ya ambapo tunaita DRC Kongo. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ya nao pia watakuwepo. Lakini si hao tu, tunatarajia kuwa na wageni wengi kutoka nchi mbalimbali za kimataifa. Tukio hili linafika wakati ambapo Burundi ina kipekee kwamba ndio mwenyeji wa nchi mbalimbali. Kwa hiyo tukio hili la Burundi kuadhimisha siku hii kuwa mwenyeji inamaanisha kwanza Burundi kuna amani ya kudumu. Nchi mbalimbali zimekuwa na imani na Burundi kwamba ni sehemu safi, ni sehemu salama. Kwa hiyo cha kwanza ni amani na mshikamano wa Burundi, ambapo sasa pongezi na sifa ziende kwa Mheshimiwa Rais wetu na serikali yake kwa jumla. Lakini pili, inaonyesha jinsi gani ambapo sasa Burundi kama Burundi imepiga hatua katika kuhamasisha na kueneza Kiswahili katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Na tatu, tunasema kwamba ni ule utashi. Utashi wa serikali ya Burundi. Kwa sababu ili maskidu ifanyike katika nchi fulani ni hatua, ni mchakato. Lazima nchi wanachama kupitia serikali wanachama kusema kwamba wizara husika mswada unaenda katika nchi husika. Baada ya Kakama kuchukua swala hilo yenyewe napeleka katika nchi husika. Kwa hiyo nchi husika inachukua swala hilo na kupeleka kwenye baraza lake la mawaziri. Aidha amesema kwa miongoni mwa faida itakazozipata nchi ya Burundi ni pamoja na kuimarika kwa uhusiano na nchi mbalimbali na kufaidika kiuchumi pia. Kwanza kabisa kuna utengamano.
Tunaposema utengamano maana yake ule uingiliano. Watu mbalimbali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine watafika. Na pale penye utangamano tayari kuna shughuli mbalimbali. Hapo sasa tunaangalia kisiasa, kijamii, kiuchumi. Kwa kweli hapo Burundi tafaidika sana. Tutapata wageni. Kwa wageni wanapokuwa na safiri wasema kusafiri kujifunza. Na wanapojifunza ni sehemu ya utalii. Kwa hiyo tayari tumeshaona kwamba hiyo ni faida kwa nchi ya Burundi. Lakini pia kuna kiuchumi pia watafaidika, sababu wageni watakuja, watakunywa maji, watakula chakula, watalala. Kwa hiyo mambo mengi watasafiri. Kwa tayari kwa upande wa uchumi pia ndogo ndogo zitabakia hapa hapa kwetu. Kwa hiyo ni ushindi mkubwa sana. Nikumbushe kwamba katika kongamano hili au maadhimisho haya kauli mbiu yake nasema ni Kiswahili wingi lugha na akili unde. Kwa hiyo tunaenda kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na mabadiliko ya dunia kupitia teknolojia. Kwa hiyo tutaona kwamba jinsi gani ambavyo Kiswahili kinaenea, lakini pia tutaona mchango wa akili unde katika kuendeleza na kuikuza Kiswahili. Na si hivyo tu, tutaona jinsi gani ambavyo sasa vijana kama vijana wanaweza kupambana wakaanza kujiandaa kwa ujio huu wa akili unde katika maisha ya kawaida ambayo tunatarajia. Na kwa upande wa umuhimu kwa ujumla zaidi katika Kiswahili, upita Kiswahili, hii ni ishara kwamba Kiswahili kama ni lugha ambayo inatumika, imekuwa sana katika nyanda hii ya Afrika Mashariki na dunia kwa jumla. Na ni nyenzo kabisa, ni nyenzo ya biashara, kufanya biashara, ni nyenzo ya kutumika katika kielimu na mjadala mbalimbali ya wanazuo. Kwa hiyo ni matarajio kwamba vijana mbalimbali, wanazuoni mbalimbali, watu mbalimbali, kila mmoja kwa nafasi yake lazima ataweza kunufaika. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Kocha wa Fountain Gate Freddy Felix Miziro amesema kikosi chake kitafanya kila mbinu uwanjani kupata alama 3 dhidi ya Namungo ili kuhakikisha timu yake inabaki katika nafasi nzuri ya kusalia kwenye ligi msimu ujao. Shukrani sana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika salama katika hapa Ruangwa. Tuko tayari kwa mchezo, lakini kwa ujumla kikosi kiko salama kwa maana tumefika salama. Tumesafiri salama, lakini kikubwa ni kwamba tumejipanga kuhakikisha kwamba tunapambana kutafuta matokeo. Kama unavyojua bado hatuko sehemu salama, bado kwenye position ambayo za chini. Kwa hiyo tutapigania sisi kwenda juu. So tegemea kuwa na mchezo wenye ushindani mkubwa sana hapo kesho. Cha kwanza tunaheshimu Namungo, kama ulivyosema ni kweli mchezo wa kwanza kama hivyo matokeo yalikuwa hivyo, lakini nadhani mechi ya kwanza na mechi hii ni vitu tofauti ambavyo ni kwamba sasa hivi kila mmoja anapigania mwingine kutoshuka daraja, mwingine kujiepusha kutocheza playoff. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni tofauti kabisa. Kwa hiyo nadhani tujipanga vizuri kuhakikisha kwamba tutaingia mkakati wa kutosha kumekisha kwamba tunaingia Namungo tukawaheshimu, pia tutafuta matokeo mazuri. Kutokana na mfululizo wa mechi hivyo, lama mabadiliko yawepo, kwa sababu najua kuna wengine wachezaji wanapata injury, wanakuwa majeruhi.
So wale ambao majeruhi, kwa hiyo wengine wanachukua nafasi. So ndio akipata nafasi tutategemea tutakisha vizuri. Mbali wa washabiki, kwanza mimi nadhani mechi ya mwisho ndio tuliongea, hata mechi iliyopita, mechi ya juzi iliyopita nilisema kidogo kwa upande wa waamuzi wa fair. Mechi za mwisho kila mmoja anapigania kutafuta result, so lazima waamuzi wawe fair, lakini kikubwa ni kwamba kwa upande wa washabiki tunasema kwamba washabiki waje kusupport timu, kila mmoja support timu yake. Kwa upande wake, nahodha wa timu hiyo Jackson Shiga amesema wachezaji wako tayari kuonyesha mchezo wa kuvutia. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa zawadi ya siku hii ya leo. Sisi wachezaji wa Fountain Gate kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hatua ambayo tunaweza kuipiga. Lakini kwa upande wa morali, kama wachezaji tupo sawa, tupo tayari kiakili na kimwili kuweza kuonyesha mchezo ulio bora zaidi hapo kesho dhidi ya Namungo FC. Mchezo uliopita kweli tulipoteza, huo umepita, na tunashukuru mwalimu pamoja na benchi lake waliweza kukaa pamoja na sisi kutuelekeza nini cha kufanya, lakini sisi kama wachezaji pia tunajua umuhimu wa mchezo unaofuata wa dhidi ya Namungo. Kwa hivyo basi yale makosa ambayo tumeweza kuyafanya katika mchezo uliopita tumeweza kuyajadili kama wachezaji na kujua nini cha kufanya katika mchezo wa kesho. So hivyo basi watu wategemee mchezo ulio bora. Kwa upande wake, kocha wa Namungo FC Juma Mgunda amesema tayari kikosi chake kitafanya vizuri, hali itakayochagizwa na ushindi walioupata dhidi ya KMC FC. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyekutana hapa leo kuzungumza mchezo wetu wa kesho. Kwa ujumla ndio tunatoka kufanya mazoezi ya mwisho hapa kwenye uwanja ambao tutacheza mchezo kesho. Kwa hiyo maandalizi ya kucheza mchezo wenye umuhimu mkubwa tumekamilisha kwa leo. Kwa hiyo kubwa ni kwamba tunaomba Mwenyezi Mungu tu vijana hao wakalale salama, amke salama. Inshallah kesho wakiamka basi waje na watimize wajibu wao. Lakini tunafahamu tunacheza mechi ambayo ina ushindani mkubwa, ni mechi ambazo zinakwenda mwishoni mwa ligi. Kwa hiyo alama za mchezo wa kesho ni alama muhimu kwa timu zote mbili. Kwa hiyo kwa kulijua hilo na kufahamu hivyo, maandalizi yote mazuri ya kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na kupata matokeo yaliyokuwa mazuri yamekamilika, na inshallah kwa uwezo wa Allah kesho tutafanya vizuri. Ni kweli kabisa, unajua mchezo jambo lolote, hata kazi ni kwako, kupata mafanikio ndio jambo jema. Unapokuwa upate mafanikio vizuri au kazi yako iende vizuri, inakuwa jambo sio zuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tulichukua muda mrefu sana kupata hizo alama 3. Lakini Mungu amejalia, mechi ya juzi tumepata alama 3 na imeboost morali kwa vijana wangu kuhakikisha kwamba hizi mechi zilizokuja tunafanya vizuri na kupata matokeo kadri wapata ya juzi. Kwa hiyo kubwa ni kwamba na imani kabisa vijana wamerudi kwenye hali ya kawaida. Tutaenda kupambana kesho kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na kupata matokeo yaliyokuwa mazuri ili kuendelea kukaa vizuri kwenye msimamo wa ligi. Lolote litakosekana kwa sababu mimi mchezaji wangu wa 12 ni mashabiki wangu, fans wangu, wana Namungo, na sasa hivi tuko nyumbani kesho. Naamini kabisa kwamba nao wataplay part yao kwa sababu wao ni wachezaji wangu wa 12 na wao mjumuiko wao na wachezaji ambao watakuwa kwenye kiwanja wachezaji 11 ndio inaleta ile chachu ya kisha kwamba watu wanafanya vizuri. Vijana wangu wanaelewa hilo, wanafahamu hivyo kwa sababu wana dhamana kubwa juu ya wale wana Namungo kwa kutaka matokeo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo naamini kabisa wachezaji wangu wa 12 wataplay part yao kama kawaida yao kwa sababu tulipo nao wapo. Kwa hiyo naamini kabisa kwa uwezo wa Allah inshallah nao watakuja kesho kutimiza wajibu wao. Siku zote ndege wafananao ndio wanaruka pamoja. Kwa hiyo kwa uwezo wa Allah inshallah kheri itapatikana. Kwa upande wake, mchezaji wa timu hiyo Abdul Karim Kiswanya amesema ushindi katika mchezo uliopita umeupandisha morali ya wachezaji na hivyo mashabiki wajitokeze kuwapa nguvu wachezaji uwanjani ili kuongeza nguvu zaidi. Leo session ya mwisho salama. Sisi kwa wachezaji tumejiandaa vizuri na morali ipo juu kutokana na mchezo uliopita tumeweza kupata ushindi. Hii imetusaidia kupata chachu kubwa kuendelea vizuri katika mchezo unaofuatia hiyo miwili. Fountain ni timu nzuri, ina walimu wazuri na wachezaji wazuri. Sisi kama sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuwakabili. Naamini kwa maelekezo tutakayopewa na walimu kesho na ambayo tuliyofanyia kazi, maboresho ya yale makosa ambayo tuliyofanyia kazi, naamini katika mchezo wa kesho tutafanya vizuri zaidi.
Kwa mashabiki wao, sisi kwetu ni muhimu sana, kwa sababu kama ukiangalia mchezo uliopita wamekuja Dar es Salaam, tunawashukuru sana, na hivyo wasituchoke. Tunaamini katika mchezo wa kesho wajae kwa wingi, wenye uwezo wa kufika wafike, ambao hawana uwezo watuombee dua ili tuweze kufanya vizuri. Mchezo huo unatarajiwa kupigwa hapo kesho majira ya saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa Majaliwa Stadium ulioko Ruangwa mkoani Lindi. Kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, kwanza tuangalie muktasari wa taarifa tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali itawalinda Watanzania kwa nguvu kubwa na kwamba hakuna nafasi tena ya kuvunjika kwa amani ya nchi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kwimba kuvunja mkataba wa ujenzi wa kituo cha mabasi kutokana na mkandarasi wa kampuni ya Lucas Construction Company Limited kwa kushindwa kutekeleza mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 3.8. Kimataifa, Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto ametangaza hatua kubwa katika sekta ya afya nchini kwa kuanzisha kituo cha taifa cha kuratibu magari ya wagonjwa kitakachoanza rasmi tarehe 1 ya mwezi ujao. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Ni kushukuru kwa kuungana nasi kuanzia mwanzo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea taarifa hii, mimi ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.